Mashindano haya yalianza na timu 12 katika hatua ya awali, yalikuwa kwenye magrupu mawili ya timu 6-6. Hatimaye zikapatikana timu, kila grupu likatoa timu 3-3, tukaenda kwenye 6 bora. Kwenye 6 bora tukapata timu 2-2, tukaenda kwenye hatua ya nusu finali. Lakini hatimaye nusu finali tumekuja hii hatua ya finali ambayo zimepatikana timu 2 ambazo ni Mlimwa C Talents na Shell Sport Complex. Kesho ndio mchezo wa finali ambao kwanza tunapenda kusema kwamba mchezo huu utaanza saa 9 kamili alasiri. Tumefanya hivi kwa sababu mechi za finali hatutaki iingiliane na changamoto zingine zozote ambazo zitafanya mchezo huu labda kuahirishwa au kupata changamoto zingine ambazo hapo awali labda inawezekana zikatokea. Lakini la pili ni kutoa fursa kwa wananchi wa jiji la Dodoma kuja kushuhudia mchezo huu, ikizingatiwa kuwa mchezo huu kwanza tupende kutangaza kwamba utakuwa ni bure, hauna kiingilio. Kwa hiyo mwananchi yoyote anapopata tangazo hili kesho asogee hapa kwenye uwanja wa Jamhuri kushuhudia fainali hii. Na tunataka fainali ichezwe katika ubora mzuri. Na ndio maana hata nyie ndugu zangu wa Open Media na ndugu zangu wa Swaiba mmejumuika nasi kwa maana kuifanya ligi yetu hii iwe yenye mvuto, vile vile iongeze thamani. Lakini tunataka mchezo wa mpira miguu uchezwe katika mkoa wetu wa Dodoma. Sana sana vijana, kama hii ligi ilivyo ni ligi ya vijana under 20. Kwa kweli hatujapata rufaa yoyote ambayo inahusiana na umri, kwa sababu tulijitahidi kwanza kutoa elimu kwenye timu, ikizingatiwa hizi timu zote zilizoshiriki nyingi ni sport center, yani ni academy. Kwa hiyo zinajua taratibu na miongozo, lakini tulikaa nao vizuri vijana, tukawaelimisha, Lakini umri wa muhusika, unajua mimi naweza nikaonekana mkubwa, lakini ukija kwenye uhalisia kwenye cheti unakuta umri wangu mdogo. Kwa hiyo wengine inawezekana kweli mtu akaonekana ukamuona kwenye umbile ni mkubwa, lakini akikuletea physical verification kwa maana ya ile uthibitisho sasa halisi, ana umri ambao unastahili kucheza, na hatujapata rufaa yote ambayo inahusiana na nini. Na michezo hii yote imechezwa kwa uwazi sana. Yaani michezo kwa mfano nusu finali, mpira unaisha, timu pinzani inaenda inampongeza aliyeshinda, tunaondoka. Hatujapata hata mtu wa kupigana ngumi kama miaka mingine ambayo ilikuwa inatokea labda nusu finali, yani refa anatoka ameshikiliwa au kuna polisi labda unafaje. Hapana, tunakuwa kweli kuna security na wanakuepo, kuna security officer wa mkoa, kuna security officer wa dorefa, lakini michezo hii michezo katika hali ya utulivu kabisa. Na hata mchezo wa kesho tunahakika utachezwa katika hali ya utulivu. Kwa hiyo tunawakaribisha ndugu zetu wa Dodoma, wapenda michezo wote, wakaribia kwenye fainali hii ambayo itakuwa kesho saa 9 alasiri. Mpira wa miguu ni mpira wa kuonekana. Hawa vijana kesho kutu wanatakiwa wana future yao. Wasipokuwa hata na sehemu ya reference hawataonekana. Sana sana ndio maana ndugu zetu waandishi wa habari tumepata platform kubwa sana kwa kushirikiana na Swaiba Mjenzi na Open Media. Kwa maana kwenye mitandao mbalimbali hawa vijana wanaonekana, TV zinarushwa. Kwa mfano mchezo mmoja wa kwanza ambao tulirusha ulikuwa Mpwayungu, kuna timu ilikuwa inatokea wilaya Chamwino, ilikuwa Mpwayungu. Walivyowapa ile tulivyowapa linki hao wananchi wao ambao walikuwa wako mbali na hapa, waliweza kuenjoy sana, wakahamasika hata mpaka Mpwayungu umefika hatua ya nusu finali. Ni kutokana na si ajabu nashindwa kuchelea kwamba nyie vyombo waandishi kwa maana vyombo vya habari vimechangia sana kwenye kuipromote ligi yetu.